mpelelezi na majalada 20-30. Unapeleleza nini kamanda eti? Ipi? OCCID gani huyo? OCCID gani? Askari na majalada yamejaa hivi. Unaita pelelezi unapeleleza hapa. Au kimenisha wala rushwa tu. Dhamana zinatolewa wala una habari. Kwa hiyo OCS watu wanaweka mahabusu kule, huna habari. Look hapo ni mali ya OCS aliingia na kutoka, ni wewe unatakiwa ujue. So sisi ndio anasema huyu asitoke. Hatuendi hivyo. Asitoke vipi? Mpeleke kwako. Unakuwa strong OCS. Unamwambia OCD, hebu nipe justification ya hili. Mtu anakaa mahabusu, OCS anasema asitoke. Hebu nipe mwongozo. Usije akatoa mwongozo wadhamini wale pale. Dhamana imefanya ndio shamba. No. Inspector General hawezi kuvumilia tabia hiyo. Na viongozi mko hapa, ma-inspector mko hapa, mnaungana na maskari wenu kula rushwa, kula vitu vidogo vidogo, rushwa vya jalada, vidhamana, vitu ambavyo vina hata maana. Kwenye corruption video imeweka wazi. Dadangu ana miwani. Imesema hivi. Tasoma para 2 tu 3. Moja anasema, the good name of the police force and the reputation of its members depend on the honesty and integrity of each serving police officer. Every corruption or corrupt practice and every suspicion of corruption to be deduced from the police inactivity or peculiar activity reflects on the reputation of the force. Rushwa inalitoa jeshi la polisi, inamtoa kiongozi wa polisi, inaharibu kila kitu. Ndio para inasema hapo. Lakini nyinyi rushwa mmeendekeza, wala hamsemi wala hamkemeni. Para tu. Any police officer who suspects or knows of corruption or corrupt practice among his colleagues in the force but adopts a passive attitude on the grounds that is excusable, only custom or nothing to do with him, is an accessory of the corruption and is therefore culpable. Hivi siri kisimamio kalanja tabaki nani hapo? Kila police officer ambaye ana suspect transaction ya rushwa ina fulani anaficha. Hiyo ni tabia ya polisi bwana, anachukua naye pesa kidogo na nini? Naye ni mshiriki wa kosa, accessory of the fact. Kwa hiyo hii tabia yako wewe ya OCCID ya OCD, askari wako wanakamatwa na rushwa, wanakula rushwa, wao unaona sawa, wanapokuja kukamatwa na PCCB kule ama akafanya nini? Maana yake mmeshindwa kufanya kazi nyinyi, mmeacha PCCB waje akamate. Ukiona PCCB amekamata polisi kwa rushwa, na wewe nafasi yako haipo. Nafasi yako haipo brother. Unatakiwa ujue tabia za askari wako na transaction na practice za corrupt kwenye police station na uzikemee kabla mpaka polisi anakamatwa. Anafanya halafu unajiita OCD. Are you serious people? Na wakati tuna sheria corruption iko hapa, tunatoka tuitumie. Hata kikosi cha PCCB kilitoka huko. Sio, mnanielewa? Mfanye PCCB rafiki, muite, mwambie njoo. Wafundishe polisi hao bwana maana ya rushwa. Wafundishe sheria, mfanye rafiki ili kusudi polisi akaanza kula rushwa na taarifa nyingi. Akwambia fanya. Sisi tunafundisha hao. Mbona kuna askari wako anafanya hivi? Unaita haraka. Wewe unafanya adui anakukamatia sasa. Anakuaibisha. Sasa hivi pia anasema ukiona askari amepata na rushwa kwenye kituo chako, na wewe nafasi yako hiyo. Video nimekusomea. Usiletelete mambo ya nani hapa ya ajabu hapa. Anasema there is no possible excuse for corruption, and the action against those found to be corrupt will be merciless. No member of the force who is suspected of corruption can be considered for promotion until the suspicion is cleared in accordance with the force service regulations. Haijasimamia hii hapo, kuna mtu atafungua mdomo achewa. Na mtu atafungua mdomo achewa. Umeambiwa hapa
No possible excuse for corruption action against the police officer. And the action to be taken is merciless. Hakuna huruma. Merciless. Wajikamata polisi walimkapiga maktabu. Hii swala rushwa lingeisha, lakini mmelifanya kama ni sehemu ya utamaduni wa jeshi la polisi na nyinyi mko ndani. Alafu mnataka mabadiliko na maboresho. Atatoka wapi? From heaven. Si mnaelewa ninachokisema? Sijatoa neno mdomoni kwangu, msoma PGO tu hapo. Ukija mpaka PGO na kwenda 104 anasema mambo defloat. Inspector anakaa kituoni kwako ni mlevi, aje kazini, ana nyota yake moja ama nyota mbili, anakusumbua inspector, alafu unaona sawa, mpaka na muogopo unaacha. Defloat procedure inspector iko hapa, mchape barua. Makala huko. Inspector sanaandika barua. Mchape barua au sio? Makala kwa nakisina makala kwa staff. Aendelea ajeleze, peleka makala mbele kule, utakuja makao makuu. Atatumia mashtaka. Atakala yote mpaka itakuwa kama kifungo. Haya. Regal file. Askari umeambia defloater ziko hapa. Adhabu ziko hapa. Alafu ukija mbele zaidi hapa, kuna makosa mengi hapa ambayo haijipea, nataka muyaone sana. Defloater kwa hao askari imeandikwa hapa, lakini zaidi hapa akaenda mbele kwenye video 106 ambayo imeunganika video 1